Majina naitwa Mkama Magoti Kalebu, mkurugenzi mwendeshaji katika kampuni ya Dar State Company Limited. Kuweza kupata madeni yao ambayo haijalipika ili kuweza kuwaelimisha watu wote wawili. Kuna sheria mbalimbali zinazoongoza. Naitwa Mkama Magoti Kalebu, mkurugenzi mwendeshaji katika kampuni ya Dar State Company Limited. Dar State Company Limited ni kampuni inayojihusisha na ukusanyaji wa madeni na tunapatikana hapa Dar es Salaam. Kampuni yetu ilianzishwa zaidi ya miaka 5 iliyopita ikiwa na lengo la kuweza kuwasaidia makampuni, watu binafsi, mashirika ya umma na mashirika binafsi kuweza kupata madeni yao ambayo haijalipika kwa namna moja ama nyingine. Pia dhumuni la kuanzisha kwa kampuni yetu ilikuwa ni kuweza kutoa elimu ya masuala ya fedha kati ya mdai na mdaiwa. Unaweza kukuta kwamba kuna deni ambalo linatakiwa kulipika lakini halijalipika kwa sababu inawezekana mdaiwa hajafahamu wajibu wake kimkataba wa kulipa deni, au mdai hajajua na yeye namna ya kuweza kudai deni lake. Kwa hiyo inamuia vigumu yeye kupata haki yake ya kulipwa deni lake. Kwa hiyo kampuni yetu ikaanzishwa mahususi kwa ajili ya kufanya hiyo kazi, kuweza kutoa elimu ili kuweza kuwaelimisha watu wote wawili, kuhakikisha kwamba kila mtu anatimiza masharti yake na malengo yake aliyojiwekea kwa kipindi husika. Sasa katika kudai madeni kuna sheria mbalimbali zinazoongoza taratibu za udai na namna gani ya kudai madeni. Kwa mfano hapa Tanzania hakuna sheria moja kwa moja inayozungumza na namna ya kudai madeni, lakini kuna sheria mbalimbali ambazo zinatoa haki ya mtu na namna na wajibu wa kuweza kulipa madeni. Mfano wa sheria hizo, kuna sheria ya mikataba, yani Contract Act. Sheria hii inatoa namna mtu anaweza kuingia kwenye mkataba na wajibu wa kila mmoja kwenye mkataba. Ikiwa kuna makubaliano ya kulipana, basi sheria hii inaenda mbali zaidi, inatoa wajibu wa anayedaiwa kuweza kukamilisha taratibu zake za kimkataba kulipa hilo deni. Sheria nyingine ambayo inahusika moja kwa moja na masuala ya madai ni sheria ya faragha ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kumbuka kwamba unapokuwa unadai au unapokuwa unadaiwa unakuwa na taarifa zako binafsi, yani deni ni haki yako au ni faragha yako kati ya wewe unayodaiwa na anayekudai. Hakuna mtu mwingine anayetakiwa kufahamu deni lako isipokuwa tu amepewa mamlaka ya kufanya hiyo kazi, au kwa namna moja ama nyingine amepata taarifa ya hilo deni kwa njia zinazohusika. Ikiwa hakuna mtu mwingine anayehusika na taarifa zako binafsi za deni au za majina au za kitu chochote kinachohusiana na deni, basi hilo deni linabaki kuwa ni faragha. Kwa hiyo sheria hii ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taarifa zako binafsi zinalindwa. Pia sheria nyingine inayohusika na swala la ukusanyaji wa madeni ni sheria ya madai, yani the Civil Procedure Code. Sheria hii baada ya kufanyiwa marekebisho imewekwa takwa la lazima kwamba kabla ya mtu kwenda mahakamani unatakiwa kufanya njia zote, yani kutumia njia mbadala za kuhakikisha kwamba deni lako linalipika kabla ya kwenda mahakamani. Na unapoenda mahakamani lazima uonyeshe ni hatua gani ambazo umezipitia kabla ya kwenda kufungua shauri lako mahakamani ili deni lako liweze kulipika. Kwa hiyo usipofanya hizo njia mbadala ambazo zinatakiwa zifanyike mahakamani, shauri lako linaweza likaondolewa au mahakama jinsi itakavyoona. Kwa hiyo kwa kuangalia kigezo hicho na ni moja ya kitu ambacho kilitufanya kuanzisha hii kampuni ya Dar State Company Limited, kuweza kuwasaidia au kusaidiana na jamii kuhakikisha kwamba tunatumia hizi njia mbadala kulipa kumaliza matatizo yetu ya kulipana madeni
kabla ya mtu kwenda mahakamani au kuchukua njia nyingine. Sasa ukiachana na sheria, swala hili la ukusanyaji wa madeni lina maadili yake. Hawezi tu akatoka mtu akasema anakusanya madeni pasipo kufahamu maadili ya taaluma hii ya ukusanyaji wa madeni. Na maadili haya mtu akiyakiuka, basi aliyevunjiwa anaweza akaenda mahakamani kwa ajili ya kudai fidia za ukiukwaji wa maadili haya ya ufuatiliaji wa madeni. Adili la kwanza ambalo mtu anatakiwa kulifahamu kwenye kazi hii ni kulifahamu deni la halisi, kufahamu deni halisi analodaiwa mtu. Hapa ndipo inakuja swala la kwamba sio madai yote ni deni. Madai yote lazima yawe yanatokana na sheria au yawe sawasawa au yasiweze kupingana na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mfano, huwezi kuja kwetu leo unasema unadai kwa kumuuzia mtu madawa ya kulevya. Hilo deni litakuwa ni deni. Unaona? Au unakuja mtu anasema ulimtoa ujauzito. Unaona? Ukaja sisi tukusaidie kudai. Wakati kutoa ujauzito ni kosa la jinai Tanzania. Kwa hiyo hilo haliwezi kuwa deni. Kwa hiyo cha kwanza wajibu wetu ni kuweza kulifahamu hilo deni. Je, ni deni? Na kama ni deni ni kiasi gani? Kiasi halisi cha lile deni. Zeni tukishafahamu hapo tutaanza kuchukua taratibu. Kwa hiyo hili ni adili la kwanza ambalo mtu anatakiwa kulifahamu. Maadili namba 2 ni kutokudai kiwango zaidi ya kile ambacho kinadaiwa. Yaani wajibu na ni maadili kwamba mkusanya madeni hataki kudai kiwango zaidi ya kile kilichoko kwenye makubaliano. Inaweza ikawa hivyo ikiwa kwenye mkataba kuna kipengele ambacho kimewekwa au umejiwekea kati ya mdai na mdaiwa kwamba endapo utapitiliza kipindi kadhaa au endapo utashindwa kulipa kwa wakati, basi nikienda kwa mkusanya madeni nitaongeza gharama za mkusanya madeni au kiasi au kiwango fulani kitaongezeka kutokana na wewe kutokulipa mapema. Kwa hiyo hayo ni maadili namba 2. Madai au maadili mengine ni kutokutoa taarifa zako kwa mtu mwingine yoyote ambaye hahusiki. Kama nilivyotangulia kusema hapo awali, moja ya sheria inayotuongoza kwenye shughuli za ukusanyaji madeni ni sheria ya taarifa binafsi. Na taarifa binafsi inamaanisha hata madeni yako ni taarifa binafsi. Kwa hiyo mkusanya madeni, moja ya maadili anatakiwa kwenda nayo ni kuhakikisha kwamba deni lako alitolewi kwa mtu mwingine isipokuwa tu kwa wale watu ambao wameruhusiwa kufahamu au kwa privilege kwa kazi zake wamepata taarifa za deni hilo. Maadili mengine ni matumizi ya lugha ya matusi au matumizi ya nguvu au njia nyingine zozote ambazo sio za kifaragha, kumharibia mtu wasifu wake kwenye jamii na vitu vya namna hiyo. Kwa ni moja ya maadili ambayo mkusanya madeni anatakiwa kuyazingatia. Maadili mengine ni kutoa taarifa za uongo. Kwa mfano, mathalan unakusanya deni unamwambia mtu kwamba kuna shauri liko mahakamani wakati hakuna shauri ambalo tayari liko mahakamani kwa ajili ya deni hilo. Unaona, na mambo mengine ya namna hiyo. Kwa hiyo kutoa taarifa za uongo ni kitu ambacho kinakatazwa au sio maadili kwenye tasnia hii ya ukusanyaji wa madeni. Na kitu kingine na maadili mengine ambayo mtu anatakiwa kuyajua pia kwenye taaluma hii ya ukusanyaji wa madeni ni matumizi au kutumia jina la mtu kudai. Mathalan, mtu anaweza akatoka hapa leo akaja kwetu akasema maybe kuna kaka yangu fulani ende fulani anadai deni hili, kwa hiyo naomba unisaidie kudai. Unaona, huyo ni mtu mwingine ambaye anakuja kusema kwa niaba ya mtu fulani, kumbe amekuja kwa uongo wake na yule mtu mwenyewe anayehusika hajamtuma kwa ajili ya kudai deni hilo. Unaona, kwa hiyo hayo sio maadili mema kwenye kazi hii ya ukusanyaji wa madeni, pale ambapo huyu mkusanya madeni ataamini taarifa za yule mtu aliyekuja pasipo kuwasiliana na mtu halisi ambaye anasema anadai, yeye akaanza shughuli hiyo. Unaona, kwa hiyo hayo ni moja ya maadili ambayo mtu anatakiwa kuyafahamu kwenye sheria hizi za ukusanyaji madeni na
endapo ukidai tofauti na yule mtu anayetakiwa, yule mtu mwenyewe yani kwa lugha nyepesi, pasipokuwa na mamlaka za kisheria, yani power of attorney, basi hilo ni kosa na yule mtu aliyetendewa hivyo anaweza akashtaki akaomba fidia mahakamani. Sasa kuna ni hatua zipi unaweza ukazitumia ili kuhakikisha kwamba deni lako limelipika. Sasa kama nilivyotangulia hapo awali nimefafanua vizuri kwamba kuna hatua mbili tu za kuweza kuhakikisha kwamba deni lako limelipika. Moja ni njia mbadala ya kuweza kufanya deni lako lilipike, na njia ya pili ni kwenda mahakamani. Kwa hiyo hapa leo niko mahususi kwa ajili ya kuongelea hizi njia mbadala za kufanya deni lako lilipike. Kama nilivyosema hapo awali, ili deni lako lilipike, kwanza lazima uhakikishe kwamba ni deni ambalo ni halali, aliko kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nikatoa mfano kwamba ikiwa umeuza madawa ya kulevya au umetoa ujauzito, masuala hayo yote ni kinyume na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo deni hilo haliwezi kudaika na aliweze kulipika kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna njia ambazo unatakiwa kuzifanya ili kuhakikisha deni lako linaweza kulipika. Hatua ya kwanza ni kuweza kulifahamu deni lako. Unaona, wewe mwenyewe kabla ya kuja kwetu ili tuweze kukusaidia kudai deni hilo, unatakiwa kulifahamu deni lako. Hii ina maana kwamba kama nilivyosema hapo awali, ikiwa deni lako linatokana na ambayo hayakubaliki kwa mujibu wa sheria za Tanzania au tulizojiwekea za Tanzania, kwa mfano ikiwa umeuza madawa ya kulevya au ukiwa umetoa ujauzito, basi ujue moja kwa moja shauri hilo au deni lako haliwezi kuwa halali kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na hivyo hatutajihusisha nalo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabla ya kufanya kitu chochote ni kuhakikisha kwamba jihakikishie wewe mwenyewe, aidha kwa kuuliza au kwa kufanya njia nyingine zozote za kuweza kujua deni langu ni halali au sio halali. Na hiyo sisi tunaweza kukusaidia. Ukija kwetu wewe njoo, then utatupatia taarifa zako, sisi tutaliangalia deni lako na tutakushauri. Baki moja ya kazi yetu ni kukupa ushauri. Deni hilo ni halali au sio halali? Ikiwa ni halali, basi hatua ya pili tutaweza kukubaliana ni namna gani ya kuanza taratibu za kudai hilo deni lako. Na makubaliano yetu yako wazi, tutaingia kwenye makubaliano na pia utatusainia mamlaka ya kisheria au power of attorney. Na hii itatusaidia sisi moja kwa moja, itatupatia nguvu ya kuanza kufuatilia deni lako. Baada ya kumaliza hiyo hatua ya pili ya kuingia kwenye makubaliano, wewe utatuachia sisi tufanye kazi yako. Na ikiwa tutahitaji taarifa zingine za ziada wakati tunaendelea na hilo zoezi, au ikiwa tutagundua kuna kitu chochote ambacho tunahitaji kufanya mazungumzo au kwa kukutanisha watu wote, yani kati yako wewe na mdaiwa, then tutaandaa mazingira ya kikao na tutawakutanisha kwa ajili ya kufanya maongezi. Na ikumbuke kwamba katika hatua hizi zote au lengo lote ni kuhakikisha kwamba watu wote mnakuwa sawa, na ikiwa mna makubaliano au mna mahusiano yenu ya kibiashara yaweze kuendelea. Na hatua inayofuata baada ya kuwa tumemaliza hayo makubaliano ni hatua sasa ya kawaida ya ufuatiliaji. Sasa hatua za ufuatiliaji zinategemea kati ya deni moja na jingine. Yaani deni hili, njia ya kutumia deni hili na njia itakayotumia kwenye deni hili haviwezi vikawa vyote vikafanana, kwa sababu ya vitu kadhaa ambavyo sisi tunavitumia katika ofisi yetu. Kwa hiyo usije ukafikiri jinsi tulivyofuatilia maybe deni la Juma litafanana na namna utakavyofuatilia deni lako au Mwasiti Company Limited. Hapana, namna za ufuatiliaji wa deni zinatofautiana kulingana na nature ya deni na vitu vingine vyote ambavyo vinatuongoza kwenye maadili yetu ya ufuatiliaji wa deni. Baada ya kuwa katika ufuatiliaji, zoezi linapokuwa limekamilika na huyu mdai akalipa deni lake, basi hatua inayofuata
sisi ni kuwakilisha kiasi halisi kwa yule mdaiwa, kwa yule mdeni mdai. Kwa hiyo wajibu wetu kisheria ni kuhakikisha kwamba haya malipo yote anayapata mdai kwa wakati na sio kwa kuchelewesha. Na baada ya kumaliza hivyo, tutawakutanisha watu wote, mdai na mdaiwa watashikana mkono kwa ajili ya kuendeleza mahusiano yao ya kibiashara ambayo yalikuwepo, au kama yameharibika, ni wajibu wetu kuhakikisha kwa watu nao wanarudi kwenye mpatano wao wa biashara jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo namna ya kutufikia sisi ni rahisi. Kuna namba za simu ambazo tutazitoa hapo mwishoni. Pia kuna email address, na pia kuna mitandao yetu ya kijamii ambayo pia unaweza ukatembelea ukapata taarifa na kuweza kujifunza zaidi, na tunakukaribisha kwa wakati wote. Sio tu lazima uje wakati una deni, hapana. Unaweza ukaja ukajifunza mambo mbalimbali kuhusiana na mambo ya madeni, na ukajua kwamba kumbe deni haiwezi ikawa kifo au haiwezi ikawa ni nini. Deni ni kitu ambacho kipo na watu wote. Kuwa na deni sio kosa, bali namna gani unavyoliendea deni na jinsi gani unachukua hatua kwa ajili ya kuhakikisha kwamba unalimaliza deni lako. Kwa tunawakaribisha. Namba yetu ya mawasiliano utaitoa hapo mwishoni, na ikiwa una dukuduku lolote unaweza kutufikia kwa wakati wowote. Sasa linapokuja swala la ukusanyaji wa madeni, kila mtu anakuwa na haki zake. Mdaiwa na mtu aliyepewa kazi ya kudai, wote wanakuwa na haki zao. Sasa ni zipi haki za mdai, ni zipi haki za mdaiwa, na ni zipi haki za huyu mtu aliyepewa kazi ya kukusanya deni? Kwanza, haki za mdai na haki za mdaiwa ziko wazi. Moja ya haki ya mdaiwa kwanza ni kuweza kulifahamu ile deni lake. Kama anadaiwa, anasema anadaiwa, lazima apewe taarifa halisi zinazoonyesha kwamba ni kweli anadaiwa, na apewe elimu. Anaweza kawa hata amesahau, kwa hiyo ni haki yake yeye kupewa elimu zaidi kulifahamu deni. Inaweza ikatokea kwa mfano mtu ameingia mkataba mwezi wa kwanza, anakuja kudaiwa mwezi wa 11. Inawezekana kwa namna moja ama nyingine, kutokana na shughuli za kila siku, huyu mtu amesahau deni. Kwa hiyo anapoenda kudaiwa, ni haki yake kupewa elimu au kupewa taarifa za ziada au za kujitosheleza kulingana na kulifahamu deni lake. Haki ya pili ya huyu mdaiwa, pasipo kuharibu mambo mengine yote, ni kumfahamu mdeni wake. Maki mtu mwingine anaweza akaja anasema ni kweli anadaiwa, sawa, lakini anayemdai siye. Kwa hiyo ni haki yake na yeye kumfahamu mdaiwa wake halisi. Kama nilivyosema hapo awali, anaweza akaja mdogo mtu anasema kaka anamdai, kumbe anayemdai sio yule mtu. Kwa hiyo anatakiwa, ni haki yake kufahamu mtu halisi anayemdai, ikiwa ni kampuni halisi anayemdai, na kupata nyaraka ikiwa itawezekana zinazohusiana na hilo deni. Kwa hiyo hizo ni haki za huyu mdaiwa. Na mdai haki yake ni kuweza kulipwa anapokuwa huyu mdaiwa amepewa taarifa zote na amejiridhisha. Kwa hiyo haki yake ni kuweza kulipa lile deni la analodaiwa, kulipwa lile deni analodaiwa. Na kwa upande wa huyu aliyepewa kazi ya kudai, wajibu wake ni kuweza kuhakikisha kwamba ili deni linalipika. Na anafanyaje? Ni kuweza kuwakutanisha na kutafuta kuangalia, kuelimisha na kuangalia njia mbadala au njia ambazo zitapelekea ili deni kulipika kulingana na hali ya kipato cha kampuni au kipato cha mtu. Kwa hiyo ni wajibu wa huyu mdai kuhakikisha kwamba hilo deni linalipika na hakuna si vinginevyo. Kwa hiyo inaweza ikatokea sasa huyu mdai akafahamu, mdaiwa akafahamu deni lake vizuri baada ya kuwa ameelimishwa, lakini akaendelea kukiuka wajibu wake wa kutokulipa. Haki za mdai ni nini sasa? Nilichosema pale mwanzoni,
moja ya vitu ambavyo vinakatazwa au sio maadili ya mkusanya madeni ni kutumia nguvu au lugha ya matusi au vitu vya namna hiyo, na nikagusia kwamba shughuli hii ya ukusanyaji wa madeni ipo kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na nikagusia sheria hizo. Kwa mfano nikaanza sheria ya madai, nikasema sheria za mikataba na sheria za faragha. Sasa unaweza kukuta huyu mtu amekataa kulipa, unamfanyaje? Utumie ngumi? No. Utumie matusi? Hapana. Kwa hiyo wajibu sahihi au kazi sahihi ambayo anaweza kuitumia huyu huyu anayedai baada ya kuwa njia zote za amani zimeshindikana ni kwenda mahakamani kumfungulia shauri kwa ajili ya kudai deni lake, na njia hii iko wazi kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanza kuangalia kiasi unachodai, ikiwa na maana kwamba unapoenda mahakamani kuna mahakama zimetengwa. Kwa mfano mahakama ya mwanzo ina kiwango chake inachopokea, mahakama ya wilaya au na mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya mkoa, wengine wanaita hivyo, na mahakama kuu. Kwa hizo mahakama zote zimeorodhesha na zina viwango vyao unachoweza kwenda mahakamani na kudai. Kwa hiyo ikiwa imeshindikana kulipa, basi ni haki yako wewe unaidai kwenda mahakamani kwa ajili ya kudai haki yako. Sasa huyu mtu anayedaiwa anaweza kawa amefanyiwa vitendo ambavyo sio vya kiungwana wakati wa kudaiwa. Sasa ana njia gani anaweza akazitumia na yeye sasa ili kujilinda na vitendo hivyo ambavyo amefanyiwa au ambapo amefanyiwa wakati huo wa ukusanyaji wa deni. Sasa kama nilivyosema hapo awali, kwanza kama unadaiwa unatakiwa kujua wajibu wako. 1. 2, kutekeleza wajibu wako. 3, unatakiwa kujua sheria zote zinazoongoza haya masuala ya ukusanyaji wa madeni na mikataba. Na ikitokea kwamba huyu mkusanya madeni amekiuka maadili yake na utaratibu wake, basi unayo haki ya kwenda mahakamani na kuweza kudai fidia juu ya huyu mkusanya madeni. Kwanza kwa kutumia, akiwa ametumia lugha ya matusi au njia ya kudhalilisha, unaweza ukaenda mahakamani kwa kudai fidia. Kwa lugha ya Kiingereza wanadai defamation. Ukaenda kwa njia defamation ukadai haki yako ya kudhalilishwa na vitu vya namna hiyo. Ikiwa amefanya vurugu aidha za kupiga au za kufanya nini, unaweza ukafungua shauri la jinai na huyu mtu akachukuliwa hatua na akaweza kuwajibika. Kwa hiyo hizo ni haki zako, na kama mtu amefanya mkusanya madeni amefanya kinyume na utaratibu wa kutufikia. Kwa hiyo kwa hayo na mengine mengi ambayo unaweza kujifunza au unataka kujifunza juu ya ukusanyaji wa madeni, au ukiwa na deni lolote ambalo halijalipika na unataka deni lako lilipike, unaweza ukatufikia, na wakati wote ofisi yetu iko wazi, tunakaribisha watu wote. Mwaka huu slogan yetu tunaondoka nayo ni a year of double collection. A year of double collection, ikiwa na maana kwamba tutakusaidia wewe kuhakikisha kwamba kama mwaka jana ulikuwa unadai kiwango kadhaa, kikalipika kiasi kadhaa, basi mwaka huu unaongeza zaidi ya kile ambacho ulikuwa unakidai, na hiki ili kukusaidia kwenye uchumi wako na uendelee kuzalisha zaidi.